Hujambo na karibu kwa mukhtasar wa dira awamu ya saa 4. Mimi naitwa Omar Aboud. Harambee Stars imefungwa mabao 2-1 dhidi ya Gabon katika mechi ya kufuzu kwa kombe la dunia mwaka 2026 katika uwanja wa Nyayo jana jioni. Pierre-Emerick Aubameyang aliwafungia wageni hao bao la kuongoza kunako dakika ya 16 akipiga shuti lililompita mlinzi wa Stars Ian Otieno kufuatia pasi kali kutoka kwa Golor Kanga. Mshambulizi huyo wa zamani wa klabu ya Arsenal kisha akaendeleza uongozi wa Gabon mwanzoni mwa kipindi cha pili akifunga mkwaju wa penalti baada ya Eric Marcelo Ouma kudaka mpira kwenye eneo la hatari. Zoezi la kuwahoji walioorodheshwa katika wadhifa wa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC linaendelea hivi sasa. Zoezi hilo linaloongozwa na jopo maalum pia litawahoji wa Kenya waliotuma maombi ya kuwa makamishna wapya wa tume hiyo. Miongoni mwa wanaohojiwa leo hii ni pamoja na kundi la kwanza la wagombea litakalohojiwa akiwemo aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya utekelezaji katiba Charles Nchae, aliyekuwa msajili mkuu wa mahakama Ann Amadi, Abdulkadir Lorot Ramadhan ambaye ameshahojiwa kwa sasa na Edward Katama Ngewa. Kwingineko, serikali itaanza usambazaji wa mifuko milioni 1 ya mbolea ya bei nafuu kwa wakulima leo, huku tayari msimu wa upanzi uking'oa nanga. Waziri wa Kilimo na Ustawishaji wa Mifugo Mutahi Kagwe amesema tayari shehena za mbolea hiyo zimesafirishwa kutoka Mombasa hadi Naivasha. Mbolea hiyo itasambazwa kupitia kwa maghala ya halmashauri ya nafaka na mazao nchini NCPB kabla ya kugawiwa kwa wakulima. Min ghairi ya hayo, mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasia amejipata matatani baada ya kushambuliwa na wahuni wakati wa mechi ya kufuzu kwa kombe la dunia la mwaka 2026 dhidi ya Gabon mnamo Jumapili kwenye uwanja wa Nyayo. Majambazi hao walikabiliana na mbunge huyo wa mara ya kwanza kwa nyakati mbili tofauti. Shida ilianzia pale baadhi ya mashabiki kukerwa na uwepo wake walipoanza kumtupia maneno ya matusi wakati akielekea uwanjani, sehemu ya watu mashuhuri kuungana na vigogo wengine waliokuwa wamehudhuria kushuhudia mtanange huo. Hatimaye, kutoka rubaa za kimataifa, mjumbe maalum wa Rais Donald Trump katika eneo la Mashariki ya Kati Steve Witker amesema kwamba rais wa Marekani alijaribu kuzuia mzozo wa kijeshi dhidi ya Iran kwa kujenga uhusiano mwema na serikali ya Tehran. Whitaker amesema katika mahojiano ya mwandishi wa habari mwenye utata mkubwa Tucker Wilson, ambaye anasemekana kuwa na uhusiano wa karibu na Rais Donald Trump, kwamba barua ya Trump haikuwa inatazamiwa kuwa ni tishio. Tamati ya mukhtasari wa dira kwa sasa. Taarifa hizi na nyingine nyingi zidi kuitegea Iqra FM, na mimi endelea kuniita Omar Abu. Kwa habari zaidi na matukio, endelea kutegea Iqra FM 95.0 au tupate mtandaoni moja kwa moja kwenye tovuti ya www.iqrafm.com au www.iqrafm.webradiosite.com, tukuangazie yote yanayojiri. Iqra FM 95.0, idhaa ya tofauti.